Serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania inakabiliwa na muda mfupi kabla ya kufikia ukomo wa siku 30 uliowekwa na kamati ya mawaziri ya utekelezaji wa Jumuiya ya Madola maarufu kama CMAG, kufuatia maamuzi yaliyolenga kutafuta njia za kisiasa na kisheria ya kumaliza swala la kuzuiliwa kwa mwenyekiti wa Chadema ama Chama cha Demokrasia na Maendeleo, Tundu Lissu. Uamuzi huo uliotolewa rasmi katika kikao cha 73 cha kamati cha mawaziri ya utekelezaji ya Jumuiya ya Madola kilichofanyika Julai tarehe 10 mwaka wa 2026, baada ya chombo hicho cha kimataifa kupokea taarifa rasmi kutoka kwa mjumbe maalum wa kamati kuu ya Jumuiya ya Madola, Daktari Lazarus Chakwera. Katika kikao hicho, kamati ya mawaziri ya utekelezaji ya Jumuiya ya Madola ilitaka serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kuchukua hatua za makusudi kuhusu hali ya kiongozi huyo mkuu wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo, Chadema, Tundu Lissu, pamoja na watu wengine wanaoshikiliwa kwa madai ya kutumia haki zao za kikatiba kwa amani. Suala hili la kuzuiliwa kwa mwenyekiti wa Chadema Tundu Lissu limeendelea kuvuta uangalivu mkubwa wa ndani ya nchi na kimataifa kutokana na uzito wa mashtaka ya uhaini yanayomkabili kiongozi huyo wa upinzani nchini Tanzania. Kwa upande mmoja, serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kupitia vyombo vyake vya dola, mfumo wa mahakama na vyombo vya usalama imekuwa ikisisitiza kwa dhati kuwa kesi hiyo inayomkabili mwenyekiti wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo, Chadema, inapaswa kushughulikiwa kikamilifu kwa mujibu wa sheria na katiba za mama Tanzania. Vyombo vya dola nchini Tanzania vimekanusha kwa nguvu zote kwamba mashtaka hayo ya uhaini yana misingi yoyote ya kisiasa, vikibainisha kuwa utaratibu wa sheria lazima ufuatwe ili kulinda sheria na katiba ya nchi. Kwa upande mwingine, wadau mbalimbali wa demokrasia, mashirika ya kiraia pamoja na jumuiya ya kimataifa wameendelea kutaka mchakato huo wa kisheria na kisiasa uendeleshwe kwa kuzingatia haki za msingi pamoja na misingi ya utawala bora nchini Tanzania. Wadau hao wa demokrasia wamesisitiza umuhimu wa kurejesha hali ya kuaminiana na kulinda haki za raia na viongozi wa kisiasa wanaotumia haki zao za kikatiba kwa amani. Mbali na suala la kuzuiliwa kwa mwenyekiti wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo, Chadema, Tundu Lissu, kamati hiyo ya mawaziri ya utekelezaji ya Jumuiya ya Madola imeweka pia mpango mpana wa hatua mbalimbali zinazopaswa kuchukuliwa na serikali ya Muungano wa Tanzania. Miongoni mwa hatua hizo zilizowekwa na chombo hicho cha Jumuiya ya Madola ni pamoja na kurejeshwa kikamilifu kwa huduma za kidijitali nchini Tanzania ndani ya kipindi cha siku 60, na kwa sasa siku 30 zimeweza kuisha. Hatua nyingine iliyotajwa na kamati ya mawaziri ya utekelezaji wa Jumuiya ya Madola ni kuanzishwa kwa jukwaa rasmi la majadiliano kati ya vyama vya siasa nchini Tanzania maarufu kama Inter-Party Forum ndani ya kipindi cha siku 90. Pia chombo hicho kiliangazia kufanyika kwa uchunguzi huru na wa kina kuhusu makosa ya jinai yaliyotokea wakati wa furugu zilizofuatia uchaguzi wa mwaka jana tarehe 19 nchini Tanzania. Uchambuzi wa kina kuhusu msingi wa tukio hili unaonyesha kuwa sababu kuu za kuwekwa kwa maagizo haya na kamati ya mawaziri ya utekelezaji ya Jumuiya ya Madola ni kufuatia ripoti iliyowasilishwa na mjumbe maalum wa kamati kuu ya Jumuiya ya Madola, Daktari Lazarus Chakwera, ambaye alikuwa rais wa Malawi katika kikao hicho cha 73
cha kamati hicho kilichofanyika Julai 10 mwaka wa 2026. Ripoti hiyo ya Daktari Lazarus Chakwera iliguzia hali ya kisiasa, utawala wa sheria na haki za binadamu nchini Tanzania, na hivyo kupelekea kamati ya mawaziri ya utekelezaji ya Jumuiya ya Madola kuweka masharti hayo yenye ukomo wa muda fulani. Athari za maagizo haya ya kamati ya mawaziri ya utekelezaji ya Jumuiya ya Madola zinaguza moja kwa moja diplomasia ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na taswira ya utawala wa sheria. Uamuzi wa chombo hicho kuweka ukomo wa siku 30 unaingiza serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania chini ya uongozi wa Mama Samia Suluhu Hassan katika presha kubwa ya kuchukua hatua za haraka au kukabiliana na maamuzi mapya kutoka kwa Jumuiya ya Madola. Umuhimu wa swala hili unajitokeza wazi katika haja ya kusawasisha kati ya matakwa ya kisheria ya ndani ya nchi ya Tanzania na viwango vya kimataifa vya haki za binadamu na utawala bora ambavyo Jumuiya ya Dola inavisimamia. Uhusiano wa taarifa hii na matokeo mengine ya kisiasa na kisheria nchini Tanzania unajidhihirisha kupitia mlolongo wa masharti yaliyotolewa na kamati ya mawaziri ya utekelezaji ya Jumuiya ya Madola. Mpango huu mpana wa hatua unajumuisha kurejeshwa kwa huduma za kidijitali ndani ya siku 60, kuanzishwa kwa jukwaa la majadiliano ya vyama vya siasa nchini Tanzania, yani the Interparty Forum, ndani ya siku 90, pamoja na utafutaji wa haki kupitia uchunguzi huru na wa kina wa makosa ya jinai yaliyotokea wakati wa furugu zilizofuata uchaguzi. Hali hii inaonyesha wazi kuwa swala la kuzuiliwa kwa mwenyekiti wa Chadema Tundu Lissu sio tukio la pekee, bali ni sehemu ya mzozo mpana zaidi ya kisiasa na kisheria unayoguza chini ya nchi ya Tanzania kwa sasa. Katika kutathmini nafasi ya taasisi mbalimbali zinazohusika, inabaki kuwa nguzo kuu ya mwelekeo wa jambo hili nchini Tanzania. Serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kupitia mfumo wake wa mahakama na vyombo vya usalama inashikilia msimamo wa kulinda katiba na sheria za nchi, huku ikisisitiza kuwa kesi inayomkabili mwenyekiti wa Chadema Tundu Lissu haina misingi yoyote ya kisiasa, bali ni mchakato wa kisheria unaopaswa kufuata mkondo wake. Kwa upande mwingine, kamati ya mawaziri ya utekelezaji ya Jumuiya ya Madola inatumia mamlaka yake ya kidiplomasia kuhakikisha nchi wanachama ikiwemo Tanzania zinafuata misingi ya utawala bora, demokrasia na kulinda haki za binadamu. Wadau wa demokrasia na mashirika ya kiraia nao wanaendelea kusukuma ajenda ya kulinda haki za msingi ya raia na viongozi wa kisiasa nchini Tanzania. Historia ya mhusika mkuu katika habari hii, mwenyekiti wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema Tundu Lissu, inahusiana moja kwa moja na mgogoro huu wa sasa. Kiongozi huyo ambaye kwa sasa anakabiliwa na mashtaka ya uhaini amekuwa mstari wa mbele katika harakati za kisiasa na matumizi ya haki za kikatiba nchini Tanzania. Licha ya mashtaka mazito ya uhaini yanayomkabili, mchango wake katika uwanja wa siasa na matumizi ya haki za kikatiba unafanya kuzuiliwa kwake na mchakato mzima wa kisheria kuwa kiini cha mjadala mkubwa wa ndani ya nchi na kimataifa. Hatua na kauli za pande zote mbili, serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na viongozi wa Chadema pamoja na wadau wa kimataifa, zinarejelea ushawishi na nafasi kubwa ya mwenyekiti huyo wa Chadema Tundu Lissu katika ulingo wa siasa za Tanzania. Macho ya wadau wa kisiasa, mashirika ya kiraia na jumuiya ya kimataifa yameelekezwa sasa kwa umakini mkubwa
kwenye hatua ambazo serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania itachukua kabla ya kikao cha dharura cha kamati hiyo cha mawaziri cha Jumuiya ya Madola kinachotarajiwa kufanyika Septemba mwaka huu. Kikao hicho cha dharura cha mwezi Septemba kinaweza kutoa mwelekeo mpya na rasmi kuhusu namna Tanzania itakavyotekeleza au kujibu matakwa hayo yaliyowekwa na kamati ya mawaziri ya utekelezaji ya Jumuiya ya Madola.